Januari 27 ya mwaka 1960. Hii ni tarehe, mwezi na mwaka ambao pia una historia kubwa sana ndani yake. Ni tarehe, mwezi na mwaka ambao umeleta heshima kubwa sana katika ardhi ya Tanzania pamoja na Zanzibar. Hii tarehe, mwezi na mwaka, hapa tunaongelea alizaliwa Beba Maono Mwamba, moja kati ya mwanamke shujaa ambaye pia alifanya visivyowezekana vinawezekana. For this time around aliweza kuzaliwa hapa, nikiona maanisha ni mama yetu kipenzi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan, aliweza kuzaliwa tarehe hiyo ya 27 Januari mwaka 1960. Najua uliposikia hili jina kuna maswali mengi sana ambayo pia yalikuja kichwani mwako na kuweza kujiuliza mambo mengi. Sasa leo mbele yako nimekuja na mambo mengi sana ambayo yatakayo kufanya uweze kumjua mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa undani zaidi ya jinsi ambavyo ulikuwa unamjua. Lakini kwa siku leo nitaanza katika engo ya elimu. Kuna watu ambao mnakimbia elimu kuhisi ya kwamba kuna maisha ya shortcuts. Mimi nikwambie tu kwamba elimu ina mambo mengi sana ndani yake, na usiwe ni moja kati ya mtu ambaye pia unayekimbia elimu, kwa sababu yako mambo mengi sana ambayo yatafunguliwa kwa milango ya elimu. Sasa mimi nakupeleka hapa kwa siku leo. Rais Samia Suluhu Hassan alipata elimu ya msingi katika shule mbalimbali ikiwemo Chakwa iliyoko Unguja mwaka 1966 hadi mwaka 1968, lakini pia shule ya msingi Ziwani iliyoko Pemba kuanzia mwaka 1970 hadi mwaka 1971, lakini na shule ya msingi Mohondo iliyoko Unguja mwaka 1972 hadi mwaka 1975. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alijiunga na masomo yake ya sekondari katika shule ya sekondari ya Lugambo na Lumumba. Alipohitimu mwaka 1977 alijiunga na taasisi ya fedha na utawala Zanzibar, yani ZIFA, ambako alitunukiwa cheti cha takwimu na baadaye aliajiriwa na wizara hiyo ya mipango na maendeleo. Lakini baadaye alijiunga na taasisi ya maendeleo na utawala Mzumbe IDM, ambapo kwa sasa ni chuo kikuu cha Mzumbe kilichopo mkoani Morogoro kwa masomo ya stashahada ya utawala, yani kana maanisha public administration. Lakini mwaka 1989 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alijiunga na chuo cha CA Taifa cha usimamizi na utawala wa umma kilichopo Lahore nchini Pakistan kwa ajili ya masomo ya utawala, na baadaye mwaka 1991 aliendelea na masomo yake ya utawala kwa viongozi katika chuo cha Lahore nchini India. Lakini baadaye mafunzo hayo mwaka 1992 aliajiriwa kwenye mradi uliodhaminiwa na shirika la mipango wa chakula duniani, yani WFP. Sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliendelea na masomo yake na kujiunga na chuo kikuu cha Manchester, Uingereza, masomo ya elimu ya juu ya uchumi. Lakini mwaka 2004 aliendelea na stashahada ya umahiri na maendeleo ya uchumi kupitia programu ya shiriki iliyoshirikisha vyuo vikuu huria nchini Tanzania, yani OUT, na chuo kikuu cha Southern New Hampshire ambacho kiko nchini Marekani. Sasa tukisogea tena mbele zaidi, mnamo mwaka 2000 Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliteuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mwakilishi katika Baraza la Wawakilishi kupitia viti maalum, ambapo aliteuliwa na Rais wa Zanzibar wakati huo Aman Karume katika nafasi yake ya waziri na kuwa miongoni mwa mwanamke aliyoshika wadhifa wa juu katika baraza la mawaziri. Lakini tukisogea mbele basi, mwaka 2005 aliteuliwa na kuendelea na nafasi ya uwakilishi katika baraza hadi mwaka 2010 ambapo aligombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Makunduchi na kushinda kwa 80%. Can't you imagine unakwenda kugombea sehemu alafu unashinda 80%? Tunahitaji kwamba uwe ni ushindi ambao bila kupingwa. Lakini kufuatia mafanikio yake ya kisiasa aliyopata na kuwa mmoja wa bunge ya jimbo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoka Zanzibar akiwa ameteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano. Lakini mwaka 2014 Mheshimiwa Rais akiwa mjumbe wa bunge maalum la katiba alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa bunge hilo, ambapo alikuwa na jukumu la
na kuandaa rasimu ya katiba mpya. Lakini pia Julai 2025 Chama cha Mapinduzi yani CCM kupitia kwa aliyekuwa mgombea urais hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli alimteua kuweza kuwa mgombea mwenza. Sasa nikupe feedback, rudi nyuma kidogo. Kabla ya kuwa rais kutokana na kifo aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Joseph Pombe Magufuli, ambacho kilitokea tarehe 17 Machi 2021, Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu wa rais kutokana na kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Lakini tarehe 5 Novemba 2015 aliapishwa kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa mwanamke wa kwanza kufikia cheo hicho, akirudia baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2020. Sasa kitu ambacho kijui ni kwamba rais amekuwa rais wa kwanza mwanamke, lakini na rais wa pili kutoka Zanzibar, ambapo rais wa kwanza alikuwa ni Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili. Hicho ndo kitu ambacho pia nitamani sana uweze kukijua. Na hiyo hapo ilikuwa ni moja kati ya historia ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao pia kwa siku leo tumeweza kuja kuiona hapa ndani. Kikubwa ni kwamba tuendelea kuwa nasi kwa kucomment na kusubscribe. Lakini hapo chini kabisa mwisho wa video hii hapa hivi, andika comment yako, niambie tu kwamba unatamani kumjua nani zaidi, alafu pia mwisho wa siku nitakuja nayo kwa ajili ya kukujuza. Kwa nguvu na muda ni African Ruben, lakini pia kinita Kenny the Conscious kama inapoa sana. Mimi nikwambia kwamba amani nyingi sana kwako. I'm signing out here.